kwenye bao la asubuhi, basi unatupata vizuri sana wakati ambapo namna hiyo nakuletea bao la asubuhi. Kwa wote mnaokumbana na vikwazo kila kukicha, iwapo basi unakumbana na vikwazo kila kukicha, ili bao la asubuhi ni lako. Hebu anza kwa kujiambia niko kwenye mchakato. Anza kwa kujiambia nipo kwenye mchakato. Ikiwapo basi upo kwenye mchakato, hivyo ndio uwa. Kila mtu anaweza kupata sababu ya kwa nini ni ngumu kwake kufanikiwa. Kila mtu anaweza pata sababu ya mbona asifanikiwe. Lakini unapopitia hivyo vikwazo, unapokumbana na vikwazo, jifahamishe kwamba uko kwenye mchakato. Kila mtu ana sababu. Yeah? Kila mtu chini hapa ardhi akona sababu ya kwa nini ni ngumu kwake kufanikiwa. Kuna ambaye alikanwa na baba yake kabisa, akakanwa, akalelewa na mama yake peke yake. Kuna aliyekanwa na mama yake, akalelewa na baba yake peke yake. Ya? Kuna mazingira ambayo ni magumu yanaweza kujitokeza, ya, ambaye anaweza kukatisha tamaa. Huyu mwingine alishindwa kuendelea na masomo kwa kukosa ada, ya, kwa sababu ya familia yao ilivyokuwa, alikosa ada. Ya, kuna mwingine ambaye amejaribu mara kadhaa, ya, ila kila wakati anapoteza mtaji. Ya, akijaribu biashara anakosa kupata faida, akijaribu hiki anakosa. Kuna watu ambao wako na maneno, wako na kastori kachungu nyuma yake, kanaweza ukisikia wakianza kuzungumza au kastori wanaanza kutokwa na machozi, na huyu anateseka. Mwingine atasema huyu atasema ametokea familia ya kimaskini. Everyone atasema, hata katika akiangalia kwenye ramani ya historia ya kwao, anaona hakuna mtu aliyetoboa. Sasa hakuna sababu ya kutotaka kutoboa, yani akubaliane na mazingira na hali na ni ngumu kwake kufanikiwa. Ya, atasema hiki kwamba ni ngumu kwa sababu anaangalia familia yao labda ni maskini, familia yao labda kwa njia moja na nyingine hakuna vile walikuwa na upenyo, yani babu yake ya babu ya babu yake hayu walijaribu wakashindwa. Sasa yeye yale majitu yaliwalemea wazee wake, yeye anasema bwana, yale kama wale walishindwa, mbona sasa hiyo swali. Kila mtu ako na kastori kwa kusema iwezekani. Ukweli kuwa, wacha nikwambie leo, ukweli ni kuwa hakuna ambaye hawezi kuwa na sababu ya kutofanikisha malengo yake. Hakuna. Na kwenye maisha ni lazima uamue kati ya haya mawili. Changamoto ulizopitia, ulizo nazo ziue ndoto za kwako, au upambane na changamoto zinazokabili na baadaye zitumike kama ushuhuda wa ushindi. Uko tuna choices mbili. Moja ni changamoto ulizopitia, ulizo nazo ziue, na zitaua ukizikubali. Ukiziruhusu zitaua ndoto zako kabisa, zitaua hiyo vision yako, zitaua. Pambane na changamoto zinazokukabili na baadaye zitumike kama ushuhuda wa ushindi. Mungu ameruhusu changamoto zije, tena zinakuja kama mvua ya gharika, kwa sababu ishia wengine kupitia wewe kuwa pamoja na changamoto bado mtu anaweza kuinuka pamoja na changamoto. Yani Mungu huwa anaruhusu changamoto ije kama mvua ya masika. Mimi huwa namuonea wivu sana, huwa napenda kutumia kauli hii. Nikimwona mtu anapitia changamoto, natamani ingekuwa ni mimi nimebeba hilo gunia, kwa sababu ninajua siri. Nikimwona mtu anapitia, si naanza kumchekelea na kuanza kusona ona sasa. Huwa natamani ingekuwa ni mimi. Huwa natamani kwa sababu ninaelewa, I know. Ukiona natamani ingekuwa ni mimi, hiyo ndani ya changamoto hiyo ingekuwa ni mimi. Ingekuwa ni mimi ndio nimebeba hilo gunia, kwa sababu hakuna mtu ambaye anatamani. Kuna watu ambao wamepitia madhila, wamepitia mahangaiko, wamepitia changamoto hadi wanakaa chini wanasema kwanza time out. Kwa sababu
Leo inaweza kuwa nazungumza na mtu ambaye amefukuzwa kazi. Umeingia tu kwa kazi kwa Muhindi ukaambiwa hapana, wewe toka bwana. Na hujafanya makosa. Ukiangalia kwenye record hata jana ulitoka kazi vizuri tu, haukuwa na shida. Ukifika labda mahali ambapo umeaka kabika side hustle ka biashara kagongwe, biashara imegongwa. Unapata biashara imegongwa. Wewe unapata watu wamesaa beba vitu ambao nilikuwa napigishwa story kuhusu jamaa mmoja ambaye ni mwanajeshi. Alikuwa amejenga nyumba sana kubwa katika maeneo fulani ambayo ni maji yanapita. Jamaa amechukua mkopo. Wakati ulianza kubomoa nyumba, yeye aliingia pale akajinyonga. Sasa huyo ni mtu mwenye kabili changamoto bwana. Kabili changamoto. Leo hii inaweza tokea, hii inakuja. Kama unajepumua, hiyo nyingine imeingia. Changamoto zinakuja kwa njia tofauti na zinaweza kuja kwa mkumbo mmoja. Unaweza fukuzwa kazi leo, kesho upate biashara yako imegongwa kidogo, kabla hujapumua kidogo namna hiyo, labda mzazi wako afariki dunia kidogo, hujapumua hiyo kidogo, hili limetokea. Changamoto zinakuja. Simama imara, pambana. Usio mtu ambaye sasa unaanza kuona kama umefanya labda umeingia kwenye ukulima namna hiyo, ukitarajia upate faida, unakumbana. Changamoto hazikosi kuja. Mungu anaruhusu changamoto zije kwa sababu anataka kuwadhibitisha wengine kuwa kupitia tena wewe na hiyo changamoto zote bado kuna mtu anaweza kuinuka. Wewe mwakilishi wa washindi wanaotengenezwa hapa duniani. Wewe ndio mwakilishi wa washindi. Ukisikia kuna washindi, wewe ndio mwakilishi wa washindi wanaotengenezwa hapa duniani, ili wengine wasikate tamaa. Uko kwenye mchakato. Unachopitia unaweza labda kwa njia moja kikakushinda. Usifunge ukurasa. Bado una nafasi. You still have a chance. Bado una nafasi. Bado una nafasi. Na kukumbusha uko kwenye mchakato. Usiishie njiani. Mbona unaishia njiani? Wakati ambapo wewe ndio unatengenezwa kuweza kuwa wakilishi wa watu ambao ni washindi, walioanguka, waliopitia changamoto na wakainuka. Na hilo ndio bao la asubuhi.